Unaendelea kutufuatilia kupitia channel yako pendwa kabisa. Tuko hapa na exclusive interview. Mimi naitwa King Davi Baba Nani, lakini alongside niko na my brother Bob Junior. Siku nyingi sana nafikiri tumekuwa tukiufurahia muziki wake, tumekuwa pia tukiufuatilia muziki wake. Leo tuna mambo kadhaa ya kuyafahamu kutoka kwa Bob Junior. Bob Junior ni aje? Safi kabisa, niambie kaka. Poa, far away kutoka Dar es Salaam mpaka kanda ya Ziwa. Unajisikiaje kwanza? Anajisikia faraja na furaha pia upendo wa mashabiki wanaonyesha. Sehemu nyingi ninazopita wananiita na kunisabai, kunaonyesha upendo, kuamini kwamba Bob Junior bado nyota yake ni ya chips mayai. Unajua? Kwa kanda ya Ziwa hii ni mara ngapi unakuja au ni first time? Mara nyingi nishakuja, lakini muda mrefu sana sijaja kwa kipindi cha muda mrefu, kwa sababu nilikuwa nasoma kidogo. So sasa hivi nimerudi tena katika muziki, so tegemea mawe mengi, production nyingi kutoka Shabab Records pamoja na album pengine au EP na ngoma nyingi kutoka kwangu. Kwenye kusoma hapo ulikuwa unaongeza uelewa mkubwa kwenye production au ni vitu vingine ulikuwa unasomea? Nilikuwa nasomea vitu vingine, sitaki kuvizungumzia sana, tuzungumze kuhusu muziki tu. Speaking of Shabab Record, kipindi umeenda kusoma kuna mtu alikuwepo na sasa hivi pia iko vipi? Waga na ufiaga kumwacha mtu, kwa sababu ile ladha ninayofanya mimi ya chocolate flavor nikiwachaga watu wengine waga kidogo hawafikii kile kiwango ambacho nakihitaji. So nimeogopa kuiharibu kampuni au kushusha quality ya kampuni, nilifunga kidogo, so nimerudi mwenyewe naendeleza. Hivi chocolate flavor ilitoka nini? Ni muziki ambao unaofanya ni mtamu, ni mzuri, na pia wakati niko mdogo nilikuwa naitwaga Katoto Chocolate. Sasa nimekuwa inabidi niitwe Mr. Chocolate. Nilikuwa napenda sana chocolate, so hata na muziki wangu ni chocolate. So hivyo bro. Na hata watu ambao umewatoa wamekuwa chocolate wakina Diamond na vitu kama hivyo. Sema watu wengi wanajiuliza mpaka sasa hivi, wewe umekuwa ni mtu ambaye unasaidia, unasupport afandeni, unaacha watu wanaondoka. Je, kuna fadhila zozote ambazo zinarudi let's say kama Diamond na vitu vingine? Yes. Bado kuna baadhi ya vitu, kazi ambazo tunazifanya sio lazima ziwe public, lakini kuna baadhi ya deal tunafanya. Na siku zote unapofanya kazi na mtu akishakufanikiwa sehemu fulani, ni mfano wa kuwa mzazi. Mtoto wako akikua inabidi kuna kipindi unamwacha anaenda kujitafutia mwenyewe zaidi. Ni kubwa ni kumuombea Mungu azidi kufanikiwa, na tutapohitajika kufanya kazi zaidi tunakuwa tena pamoja. Kwa hiyo ni familia. Lakini mara nyingi kwenye show zake hatukuoni. Sasa nimekuambia hapa katikati nilikuwa busy na masomo, na nilikuwa sio hapa, nilikuwa nchi za nje. So hii ni comeback ambao umerudi, tutategemea kuona track nyingi, ngoma kali, video kali? Yes, vyote nimejipanga vizuri. Na umepanga kuachia kuanzia mwezi gani? Tusiseme mwezi gani, kwa sababu tayari ni mwaka mpya. Ni 2000 na ngapi sasa? 25. 2025. Kwa kwangu ni mwaka mpya kurelease kazi zangu, so tegemea kazi nyingi sana kutoka kwangu. Nyingi. Hautoi ngoma lakini bado uko kwenye mainstream. Hii inakuaje? Ni baraka tu ya Mungu, kuwa na muonekano mzuri na kuwa kivutio kwenye macho ya watu na kujitunza. Basi ni hayo tu. Manake nimesema hivyo, tumekuwa na watu tumezunguka kwa muda mchache huku. Nimeona watu wanakupokea sana, watamani wakuone, watamani wakushike. Kuna wasanii wengine ambao tunafanya nao hizi shows, ukipita naye unamwona kama ni mshikaji tu ambao wa kawaida tu msela, lakini wewe imekuwa ni tofauti sana. Ni baraka na nyota alionipa Mwenyezi Mungu, so napaswa kushukuru, sio kujisifu, bali ni kumshukuru Mwenyezi Mungu kunijalia hiyo nyota ya. Lakini unaamini pia nyota hizi zinaibiwa? Mimi sijui, sina imani ya kishirikina na siamini katika ushirikina. Naamini katika Mungu, naamini katika kuswali, naamini katika maombi, naamini pia katika maisha unapopata kidogo, unapotoa sadaka, Mwenyezi Mungu kuna vitu anakuongezea. Mimi imani yangu iko huko zaidi. Upo kanda Ziwa, lakini kanda Ziwa umekuja kwenye bonge moja la show la chama tawala CCM. By the way, ni show ambayo ilikuwa inahusiana nini? Ni show inahusiana na mkuu wa mkoa alikuwepo pale, na mbunge ambaye anapambania kiti chake au anapambania nafasi yake ya ubunge. Hii ilikuwa ni kwa ajili ya kufurahisha tu wakazi wake wa Msoma. Nadhani ni kufurahisha na kutangaza baadhi ya mipango yake na miundombinu na vitu vingi ambavyo yeye mwenyewe anajua. Mimi najua vichache tu. Kwa ile show tunazungumzia na yenyewe ni chaka tu chaka? Hapana, ile show sio chaka tu chaka, ile ni show ya serikali na ya kumpambania mama yetu Mama Samia, Mungu amuongezee mitano tena.
Mambo yamekuwa mengi kwenye huu mwezi bana ya issue za chaka tu chaka, lakini Bob Junior hatujaona anazungumza chochote kuhusiana na issue nzima ya chaka tu chaka. Ni show by the way, zinaingiza pesa lakini watu wanazipa kama value ndogo. Wewe unaizungumziaje kama Bob Junior? Ulishoifanya au unazipa nafasi ipi? Unajua riski iwe ni ndogo, riski ikiwa ni kubwa, zote ni riski. Kile alichokujalia Mwenyezi Mungu, upate 500, upate laki, upate milioni, upate mamilioni, zote ni riski. Riski haichaguliwi. Ihali unahangaika kwa jasho lako, siamini kwamba chaka tu chaka ni show ambayo inamshusha mtu. Sababu kuna wengi sana ambao wanafanya chaka tu chaka na wanaishi wakuti kwenye show kubwa sana, lakini watu wanatoka Dar es Salaam wanazunguka mikoa miezi 2 3 na ukirudi au kikuta maisha yao wanaoishi ni mazuri kuliko msanii pengine anayefanya vizuri sana. Nadhani unawajua wao wasanii ambao wanafanya sana chaka tu chaka. Sina haja ya kuzungumza sana, ila mwanaume au mwanamke anapaswa kuhangaika kutafuta riski nyakati yoyote na muda wote. Nyakati yote na muda wowote. So tutegemea unarudi tena DZM au kwa ambao unafuatilia interview hii utakuepo au? Mimi kwa sababu nishaitwa sana kanda ya Ziwa kuja kufanya kazi, nimekuwa na mambo mengi, nimetingwa na mambo mengi. Kuna vitu vimenivuta kuja huku, so nitazunguka kidogo kuwapa burudani. Hilo ni tamko. Yes. Kwa watu simu walize sana. Walize, hamna shida. Na watu wategemee nini? Wale ambao watakuwa na kuhitaji kwenye show, wategemee vibe ina gani, energy ina gani? Okay, wategemee vibe kubwa kwa sababu Bob Junior wananijuaga kwenye stage performance ni mkali na ngoma nyingi kali. Ukitaka kunitafuta pia kiurahisi, unaweza kaingia katika Instagram yangu Bob Junior TZ pale. Text bwana Bob tunakuhitaji sehemu fulani, kwa sababu huu mwezi wa 4 nipo sana kidogo hapa Mwanza. Kuna watu wanauliza hivi Shalobaro Record ni record label au ni studio tu ambayo ina product? Na record label, na nitatambulisha baada ya mimi kutanguliza baadhi ya kazi zangu, nitatambulisha pia wasanii wangu. Tumalize kwa hili kwamba muziki wa kipindi kile ambacho unatoka. Mimi kipindi natoka nilikuwa shuleni by the way, lakini sekondari, na nilikuwa nakaa kwenye bweni na kusikiliza sana, na ulifanya kitu kikubwa sana. Nataka kufahamu experience ya muziki wa kipindi kile. Sina mawazo ya kuja kwa presenter na sasa hivi utofauti uko vipi? Tofauti, kwanza muziki una mafanikio zaidi, na kingine siri ya muziki mzuri ni kufanya kazi nzuri. Na ndio maana unakuta kuna vijana bado wanaibuka. Siku zote unapofanya kazi nzuri, uwe msanii wa zamani, wa katikati, mpya, kikubwa fanya kazi nzuri, omba Mungu sana, fanya promotion, risk utapata na watu watapenda kazi zako. Yes. Vijana pia hawaheshimu kweli? Sijui, lakini mimi naheshima sana, kwa sababu hata ukiangalia msanii anayefanya vizuri miaka yote, Diamond kaanzia Shalobaro Record na mimi ndo nimemproduce, kwa heshima yangu mimi kila siku inazidi kupanda. Sawa, cha mwisho kwa mafans wako, cha mwisho pia kwa watu wakaandaziwa na duniani kote. Okay, cha mwisho bwana, mafans zangu nawapenda sana, tuombeane Mungu, kazi nyingi zinakuja na nipo kandaziwa sasa hivi nafanya tour, tuwe pamoja, mkinihitaji mnitafute anytime kwenye platform zote, Bob Junior TZ. Pia namba yangu iko pale Instagram, unaweza kunitafuta ukanipigia simu. Nawapenda na nashukuru kwa interview ya heshima na taadhima kabisa. Much love bro. Endelea kufuatilia, subscribe, like and comment.